Mzizima dabi kati ya Simba Sports pamoja na Azam FC. Dabi ya Mzizima dabi imeweza kumalizika kwa sare ya bila kufungana. Azam FC walikuwa wenyeji katika mchezo huo ambao umepigwa pale katika uwanja wa Azam Complex, mnyama akiweza kudondosha alama 2 katika mchezo huo. Tayari ninaye Bwana Mbungo Junior kwenye touchline kwenda kuangaza kile ambacho kimeweza kujiri katika mchezo huo. Bwana Mbungo Junior, mchezo umeweza kutamatika Simba Sports 0 Azam 0. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kunemesha neema kubwa na ndogo, kwa kuweza kutufikisha siku ya leo ya Jumapili na kuweza kushuhudia mchezo wa Mzizima Dabi kati ya Simba Sports Club dhidi ya Azam, mchezo ulioisha kwa sare ya bila. Mchezo ulikuwa mzuri kwenye pitch. 45 za kwanza ulikuwa mchezo mzuri sana baada za substitution zilizofanywa na kila timu. Simba aliuchukua mchezo kipindi cha pili cha mwisho, lakini shida zile ambazo tunazozungumza kila siku, utulivu wa kwenye nafasi, maamuzi yaliyokuwa sahihi inashindikana na kuweza kupata sare ya bila. Ndugu yangu, sare hii ni furaha kwetu sana sisi wananchi Young African Sports Club. Napozungumza wananchi hapa nazungumza Young African Sports Club. Zilikuwa kelele nyingi hapa wiki iliyopita kabla tujaja kwenye break, baada ya Yanga kupata sare ya back to back, sare 3 ya back to back dhidi ya Azam, dhidi ya TRA na dhidi ya Mtibwa Sukari. Lakini leo hii kama tunafanikiwa kupata alama mchezo wetu wa Jumatano dhidi ya Pamba Jiji, tutakuwa tunamuongoza Kolo kwa pointi 4. Tutakuwa kileleni kwa pointi 4. Ndugu yangu, leo ulikuwa mchezo mzuri. Kwani uzuri wa mchezo ndio umechagizwa na hii ilikuwa ni vita ya nafasi. Ilikuwa vita ya nafasi ya pili. Ukiangalia hizi wiki tulizotoka, ukiangalia kuanzia tarehe 1 na tarehe 2, zilikuwa wiki ya nafasi. Ukiangalia mechi ya Azam na Singida Black Star, ilikuwa vita ya nafasi. Singida alikuwa anapambana kumshusha Azam kwenye nafasi, lakini Azam alifanikiwa kuitetea nafasi ya pili na nafasi ya pili kubaki nafasi ya pili. Ukiangalia mechi ya Simba na Simba Coast Union, ilikuwa vita ya nafasi. Yani Simba alikuwa anatetea kuitetea nafasi yake ya pili, alifanikiwa kushinda na kumshusha Azam. Ile sisi wananchi tulikuwa tumesema tarehe 1 na tarehe 2, yani mwezi umegeuka, mwezi wa 4 umeanza kwa vita ya nafasi ya pili, Simba dhidi ya Azam. Na leo hii leo tarehe 5 wamekwenda tena kuhitimisha kwenye vita yao ile ya nafasi. Mechi ilikuwa nzuri kwa sababu ilikuwa inachagizwa na nafasi. Simba Sports Club anapata sare na kutetea nafasi yake ya pili. Ibenge leo ametuzingua sana kwenye mpira wa leo. Sana ametuzingua, lakini kama angefanya sabu kwa kuhitaji matokeo, naamini kabisa Azam FC leo alikuwa anaibuka mbabe kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia Edinado 45 za kwanza kwenye kiwango bora kabisa. Amecheza, amemfanya Shomari Kapombe kila anachokihitaji alikuwa anakifanya. Yani alikuwa anazitingisha fullback zote za kushoto. Kibabage alikuwa akienda kwa Kibabage anafanya anachokitaka, akija kwa Kapombe anafanya anachokitaka, lakini cha kushangaza kipindi cha pili Ibenge anafanya sabu ya kumtoa Edinado. Anamtoa Edinado, anamtoa Saduni, yani timu kama ameikata hiyo. Anamuingiza bwa mdogo yule, hawezi, ameshindwa kuhimili mikiki ya Simba. Kimwangalia hata Twalibu leo alivyoingia, amecheza vizuri kwa kiwango chake, lakini si kama kwenye kiwango kile ambacho 45 za kwanza Azam FC ilivyoanza. Yote kwa yote, Young African Sports Club tunashukuru, tumefurahishwa na matokeo haya. Sisi Young African Sports Club tuna appreciate moja kwa moja kwa Mohamed Kamara Damalo. Yani hii leo kana kwamba sisi ndo tulikuwa tunaisikiliza. Unajua toka kesi ya Damalo imeanza, Young African Sports Club hatukuwahi kuhudhuria kwenye viunga vya TFF. Yani Young African Sports Club tunajibamba pai, tumeshinda kesi ikiwa timu iko Vic Town, viongozi wetu wako Jangwani makao makuu. Lakini cha kushangaza Damalo anashinda kesi akiwa Vic Town. Leo hii Young African Sports Club sisi mashabiki leo ndo tumepokea hukumu ya Mohamed Kamara Damalo, msukuma wa Mwanza. Kwa hii sare kwetu sisi ndo tunaona kama vile leo Simba Sports Club walikuwa wanaisikiliza kesi ya Damalo, tofauti na juzi wakati wanakwenda TFF. Mechi leo tamu sana. Umemwona Kratos Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka. Leo umemwona Libasege, wachezaji ambao Libasege mchezaji ukimwiga na timu ndogo. Yani Libase utamwona mchezaji, Oula utamwona mchezaji kama
Simba Sports Club inacheza na timu ambayo inakaa kwake. Lakini ikicheza na timu yoyote ambayo inakuja inaleta ushindani na inapandisha timu inakuja na shambulia, utaona kwa wale ni wachezaji wa kawaida. Angalia leo, hakuna Libasege wala hakuna Oura. Hakuna kabisa. Yaani kila mmoja alikuwa anaona analukaluka. Yuko wapi leo? Tumwangalie. Huyu wanaomuita Striker Suleiman Mwalimu. Nini leo anafanya? Hakuna anachofanya. Dakika za mwanzoni clear nafasi ya wazi kabisa. Laiti kama Aragije angepiga filimbi ya kuashiria labda offside, leo hii tungekuwa na maneno, angedai wameuliwa nafasi iliyokuwa sahihi. Suleiman Mwalimu ni striker ambaye hana madhara. Hana madhara. Leo amedhihirisha na ameonyesha kabisa clear nafasi kabisa ya wazi. Pale kama Prince Mpumelelo Dube ama kama Depu au Pacome Suswa imede pale, unaikuta mpira ule kwenye kamba, clear nafasi kabisa. Unamwangalia golikipa huyu hapa, Aishi Manula huyu hapa, unapiga alipo, anafanya save ya maana. Kwa hiyo sisi wananchi tumefurahi, sare ya leo tumefurahi. Ndugu yangu, Young African Sports Club tuna mchezo tunacheza tarehe 8 dhidi ya Pamba Jiji jijini Mwanza, sawa? Matokeo ya leo sisi Yanga Afrika ili yawe kwetu sisi yawe na maana, leo hii tumepata furaha, lakini furaha zaidi tutaipata tarehe 8 endapo Young African Sports Club tutaibuka washindi dhidi ya Pamba Jiji. Kwa nini nasema hivi? Unajua furaha ya leo unaweza kama hujaitumia vizuri tarehe 8 unaweza ukarudisha furaha tena kwa makolo. Kwa ligi ilivyo sasa, kama tunashinda mchezo wetu wa tarehe 8 dhidi ya Pamba Jiji jijini Mwanza, CCM Kirumba Mwanza, Yanga Afrika tutakuwa tumemwacha Simba Sports kwa alama 4. Ndugu yangu, tunakwenda kucheza fainali Mwanza. Ukiona Yanga African Sports Club tumepata matokeo ya alama 3 Mwanza, Simba akachukue lingi lake aendeshe Yanga African Sports Club bingwa tena 25 26. Nakwambia tunza haya maneno yangu leo. Ukiona Yanga African Sports Club tunamfunga Pamba Jiji tarehe 8, basi Simba achukue lingi lake akaendeshe. Hapo tena ndio bye bye. Ukiangalia, kwa nini nakwambia hivyo? Iangalie Yanga African Sports Club ndugu yangu Anwar. Sawa. Leo simaiona Simba Sports Club imecheza na kikosi chake chote. Simba hana injury. Tofauti na hapa, kwa sababu ukizungumza injury unamzungumza Nangu, unamzungumza Ayubu, unamzungumza nani? Yakubu, unamzungumza na nani? Nani wana injury kama 3, lakini injury hizi zote 3 na Abdalla Kiamza. Lakini ukiziangalia injury zake zote 3, hizi injury zimepata injury kabla hawajaenda kufanya maboresho ya dirisha dogo. Kwa hiyo hapa toka walipofanya maboresho ya dirisha dogo, yani Simba Sports Club walikuwa wanajinasibu kwa timu yao, sasa hivi imefanyaje? Imerudi Simba ya biliani. Kwa hiki wanachokiona leo, wasije wakasema kuwa Simba Sports Club leo imecheza ikiwa inahesabu na injury. Umeiona Yanga Afrika ndugu yangu? Yanga Afrika ambaye tumekwenda kucheza kwenye ratiba iliyokuwa ngumu mwezi wa 3. Kati ya ratiba ngumu Yanga Afrika amecheza ni mwezi wa 3. Sasa hivi tumeanza kuyasikia makelele wanapiga kwa Simba Sports Club mwezi wa 4 wana ratiba ngumu. Yaani walisahau walikuwa wanashangilia Yanga African Sports Club mwezi wa 3. Kwanza tumelikuwa mwezi wa 3 tuna ratiba ngumu. Tupo kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani na Kwaresma. Sawa? Wachezaji wamefunga, lakini Yanga Afrika kwenye ukubwa wa quality za wachezaji. Iangalia Yanga Afrika ile imeweza kupambana kwenye mechi kubwa na ndogo. Haijapoteza mchezo wote dhidi ya Saba. Yanga Afrika dhidi ya Azam, ukiangalia Yanga Afrika inakwenda kucheza mchezo ule. Sawa? Tuna injury wengi, lakini ubora na quality ya Yanga Afrika hatujazidiwa kwenye kipindi cha kwanza wala cha pili kama alivyozidiwa Simba dhidi ya Azam leo. Sawa? Iangalia Yanga Afrika ambaye imekwenda kucheza mchezo labda na TRA ambao mchezo tuliambulia sare. Yanga Afrika ukiangalia wachezaji 8 kikosi cha kwanza injury. Wachezaji 8 kikosi cha kwanza injury. Simba Sports Club ukitoa hata wachezaji wawili tu kwenye timu yao wakiwa injury, hawezi kupata matokeo kwenye timu yoyote. Iwe kubwa iwe ndogo. Hapa ndo utaona tofauti wa quality za wachezaji wa Young African Sports Club na quality za wachezaji waliokuwa Simba Sports Club. Kwa nini nakwambia hivyo? Nakwambia hivyo nikijitosheleza quality ya Young African Sports Club ukubwa wake na quality ya Simba Sports Club udogo wake. Mchezaji kama anashindwa kukidhi kucheza kwenye Young African Sports Club, akitoka Young African Sports Club akenda Simba Sports ni kikosi cha kwanza. Sawa? Lakini hakuna mchezaji yoyote awe anacheza kikosi cha kwanza Simba Sports au hachezi kikosi cha kwanza akitoka Simba Sports Club akija Yanga si kikosi cha kwanza.
tena Mohamed Hussein Zimbwe Junior, kikosi cha kwanza ndani ya Young Africans. Yani unajua unapozungumzia uhalisia, yani tunachukulia walio wengi. Tunamzungumzia Mohamed Hussein Zimbwe JR. Sawa? Tunamzungumzia ametoka pale Jonas Gerard Mkude. Sawa? Ametoka Kratos Chota Chama Triple C Mwamba wa Rusaka. Si umenielewa? Hebu iangalie quality ya Kratos Chota Chama Triple C Mwamba wa Rusaka. Sio huyu Mwamba wa Rusaka wa sasa. Mwamba wa Rusaka yule wa mwaka uliopita anakwenda Young African Sports Club benchi mpaka mechi ya FA. Niambie Kratos Chota Chama Triple C Mwamba wa Rusaka anatoka Young African Sports Club anakwenda Singida Black Star. Anatoka Singida Black Star anarudi. Umeona mzunguko aliofanya? Amemaliza karibuni msimu mzima, anarudi Simba Sports Club kikosi cha kwanza. Nani sasa hivi ukiniambia kwamba mchezaji gani Simba Sports Club na quality walizoingiza anaweza kumweka nje Kratos Chota Chama Triple C Mwamba Rusaka, ambaye Mwamba Rusaka huyu ameshindwa kumweka nje Yanga Afrika hata Mudasiri ya basi. Haya hapa ndo utapona quality za wachezaji wa Yanga na quality za wachezaji wa Simba. Mwangalie Nixon Kibabage, Yanga African Sports Club amekaa kwenye nyakati tofauti akiwa anaanzia benchi mpaka kutokea injury ya fullback ya kushoto. Sawa? Ndio yeye utamwona anaingia kuchukua nafasi. Anakwenda Simba Sports Club. Simba Sports Club. Kibabage kikosi cha kwanza. Huu ni utofauti wa quality za wachezaji wa Simba Sports na quality za wachezaji wa Yanga. Kama unakumbuka kuna interview nilifanya, nikakwambia Simba Sports wana kila haja ya kukaa chini na Young African Sports Club dirisha dogo ya kumuomba Dennis Nkane awasaidie kwa kipindi kile. Sasa hivi nikwambie, light kama Dennis Nkane dirisha dogo angekwenda Simba Sports Club kikosi cha kwanza, nikwambie alikuwa anacheza. Yani kama Selemani Mwalimu anacheza, Baraka Mwangosi anacheza, sawa. Dennis Nkane kama angekwenda Simba Sports Club kikosi cha kwanza. Hapa ndio utofauti, uangalie quality za wachezaji wa Yanga na wa Simba Sports Club. Ndugu yangu bwana anamaliza kwa kusema utofauti wa quality kati ya Simba Sports pamoja na Young Africans. Bwana, sisi tunamaliza namna hiyo kwenye touchline hadi wakati mwingine, na kwa heri kwa sasa.